Mage tayari. Kidawa, mbona ni ishara mbaya hii? Kweli ni baragumu. Hata mimi Sunga kuna maneno aliniambia kuwa chifu anauma. Inaweza ikaa naona lazima mzee anaenda kupaa sasa. Pumzika kwa amani baba yangu. Ina maana chifu amefariki? Hapana, haiwezi kuwa kweli. Damu ya chifu, damu ya chifu. Kuna kwenda Kibiriti, Simba mzee hatupo naye tena, kwa hiyo Himaya ipo kwenye majonzi mazito sana. Kuna kwenda na kuagiza, nenda mipakani kote, kawaambia walinzi wadumishe ulinzi kwenye mipaka yote, waambie hakuna mtu kutoka wala kuingia katika Himaya ya Ruamba. Anayekaidi ni bora wamuue. Amri yako ni sheria kwangu, mlinzi mkuu. Kibiriti, na wewe nakutuma, nenda kwenye familia iliyochaguliwa kuja kumsindikiza chifu kwenye nyumba yake ya milele. Afike bila kukosa, haraka sana. Usiku wa giza wafika, hatima ya enzi yafungumba. Mburi tana Kikwesa, mbona upo huko? Hujasikia baragumu? Nimelisikia baragumu, lakini sijajua kwa nini leo limelia. Mimi nilikuwa nimeelekea mawindoni. Baada ya kusikia baragumu, ikanibidi niahirishe, nikaficha na vifaa vyangu vya kazi, hivyo naelekea himayani ili nikajue baragumu linahusiana na nini. Kikwesa, kuna msiba mzito sana hapa kwenye himaya. Msiba? Chifu wetu ameshafariki leo. Wana himaya wote hapa kwenye msiba. Nashangaa wewe sasa hivi uko huko. Chifu amefariki? Hapa nilipo nachuma poza na kwenda kumwoshea. Kwa hiyo ukitoka hapa uende msibani, sawa Kikwesa? Maskini Nyasika binti chifu. Mzimu wa chifu, mzimu wa simba ule pale na uona. Mzimu wa chifu, mzimu wa simba ule pale na uona. Kidawa, Kidawa, najua una huzuni sana rafiki yangu, lakini kwa nini ukae huku peke yako saa hizi? Mimi nilitegemea labda utakuwa kwa chifu.
Mbuli, Tana, Kidawa, Mboza, hamjasikia Baragumu? Baragumu tumelisikia. Hata mimi nipo njiani kuelekea kwa chifu. Mnaonaje tukaongozana? Kidawa, tuongozane mwenzetu twende. Hapana Mboza, mimi natakiwa kwenda nyumbani, niende nikajiandae. Maana nilikuwa na Singwa kule kwenye kuni. Amerudi nyumbani kwao, kwa hiyo natakiwa niende nikampitie twende wote. Kidawa, kwenye tukio kubwa kama hilo nataka kumsubiria Singwa? Ongozana na sisi, Singwa atakuja tu mwenyewe. Hapana Mboza, siwezi kuchelewa. Maana nguzo iliyodondoka ndio nguzo kila mwanaimaya alikuwa anaitegemea. Kwa hiyo siwezi nikachelewa na kuja muda sio mrefu. Tasifu, twende. Sawa. Damu ya chifu, moto wa madaraka, siri za kale zinamka. Damu ya chifu. Yaani chifu, umeondoka bila hata ya kujua ukweli. Ukweli wote unaenda kuzikwa ndani ya kaburi la chifu? Hapana, siwezi kukubali. Vita vya ndani, luamba yatikisika kwa siri za damu. Damu ya chifu, damu ya chifu. Yaani wewe mwanaume nimekutoka kwa nini mwanaume gani? Jamani, shida nini tena? Si huyu mume wangu. Yaani jana kauza iliki na kokoa tena nyingi tu. Leo namwambia mume wangu nina shida hela mafuta, ananiambia sina hela. Anataka mimi nikapate wapi? Kaka, tatizo nini? Tatizo sijalipwa kaka. Kwani umeuzia wapi? Kuna jamaa hapo mbele kaja kapima mzigo, ameniambia pesa kesho kutwa. Kaka, mtaibiwa mpaka lini? Mbona jibu ni rahisi tu? Sasa hivi viungo vyote tunamuuzia Dogoli viungo. Yeye ndio tajiri wa kununua viungo. Yaani kokoa, iliki, mdalasini, pilipili manga na karafuu. Na kama kuna vingine ananunua pia. Afadhali shemeji. Maana huyu mume wangu kila siku namwambia atafute mteja wa uhakika, yeye ana kazi kuuzia vibaka wa mtaani. Ndugu yangu, huyo mtu anapatikana wapi? Mbona ni rahisi. Anapatikana hapa hapa Tuliani kwa Mapate pale. Au unaweza kumpigia simu namba 0622441966. Damu ya chifu, damu ya chifu. Kila mmoja tatawala nami. Damu ya chifu. Mtabiri, mzee wa mila, nimewaita hapa kwa jambo moja tu. Tumeshamzika chifu au simba mzee kwenye nyumba yake ya milele. Kilichobaki leo usiku, Maogo anatakiwa asimikwe kama chifu mpya. Nadhani nimeeleweka. Ni kweli kabisa Malkia. Himaya ikikosa chifu inakuwa ni hatari sana, maana tuna maadui wengi. Inatakiwa mapema iwezekanavyo leo asimikwe chifu. Fumbwe mwana mademu la fumbwe, kadekecha ulembo fumbwe, mwana mademu la fumbwe, kadekecha ulembo fumbwe, fumbwe mwana mademu la fumbwe, kadekecha ulembo fumbwe, mwana mademu la fumbwe, kadekecha ulembo fumbwe, mwana mademu la fumbwe, kadekecha ulembo fumbwe, fumbwe mwana mademu la fumbwe, kadekecha ulembo fumbwe, mwana mademu la fumbwe, kadekecha ulembo fumbwe, fumbwe mwana mademu la fumbwe, kadekecha ulembo fumbwe, mwana mademu la fumbwe, kadekecha ulembo fumbwe, fumbwe mwana mademu la fumbwe, kadekecha ulembo fumbwe, 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 mwana mademu la fumbwe.
Makulu, naomba mnisaidie. Kijana yenu Maguluka. Nimekuja hapa. Nahitaji msaada wenu. Mbele naona giza, sio ni mwanga. Nadhani nyinyi ndio mmempatia uwezo. Uwezo wangu umeishia hapa. Naombeni sana mnisaidie. Bwana Imaya Ruamba. Huyo mtu sio sahihi kukalia kiti cha kichifu. Mwenyewe yupo. Sema muda bado hujafika. Mkijaribu kumweka huyo mnamtaka nini? Damu itamwagika. Na Imaya Ruamba ataumia sana. Muda bado hujafika. Chifu mwenyewe yupo. Sijaribu kumweka Bwana Imaya Ruamba. Chonde. Mizimu imemkataa. Sijaribu kumweka huyo. Sawa Kulu. Nimewaelewa. Malikia, simamisheni sherehe ya maogo siku ya leo. Nimeona mbingu zikipasuka na nimeona maji mtoni yakibadilika na kuwa damu. Malikia, visima vimekauka na hali zimekataa kupokea miguu ya chifu mpya. Na kuomba Malkia yangu, simamisha sherehe. Nyamaza mpumbavu wewe. Unaleta hofu kwa Wanaimaya. Chifu tumemzika kiheshima. Sasa ni zamu ya maogo kusimikwa kuwa chifu mpya wa hii himaya. Malkia, damu itamwagika. Nimeona kivuli cha simba mtoni kikitoka na mkuki wa moto. Mimi ndio Malkia wa hii himaya ya Ruamba. Utake maogo atakuwa chifu, usitake maogo anakuwa chifu. Malkia atakuwa amelewa. Hebu mtoe hapa. Nikiongea kitu changu huwa hakirudigi nyuma. Walinzi! Naam, mtukufu Malkia. Njoo mtoe huyu mara moja. Hapana Malkia wangu. Hapa ni kwako. Mimi si kwangu. Naweza nikaondoka. Na wewe upo kama yule au? Hapana Malkia. Mimi nipo kwenye upande wako.
vizuri. Tana. Amani iwe nawe Malkia Ruamba. Nanyi mizimu ya Ruamba iwabariki. Malkia, jambo lako limeenda kama ulivyotaka. Simba alikuwa anakusumbua kwenye msitu wako, ameshaondoka. Safi sana Kiguzi, kazi yako nzuri sana tena, nimeipenda. Kwa sasa ule msitu upo chini yangu, na hichi ndicho nilichokuwa nakitaka. Nina utawala ule msitu muda wote, saa yoyote, dakika yoyote. Asante sana Kiguzi. Lakini Malkia, ukitaka kumwendesha msitu wako vizuri, lazima mtoto wako apate mtu wa kumwendesha kama unavyotaka wewe, maana anaonekana ana tamaa sana. Oh, safi sana Kiguzi, lakini nitafanyaje hapo? Nimekuelewa. Wewe Nyasika binti chifu yuko mbele yako, toa heshima. Wewe unashindwa nini kuinama mbele ya mtoto wa chifu? Sinaongea na wewe, nipe heshima yangu kama mtoto wa chifu. Kwa nini unijibu? Una ulimi? Wewe emrudi hapa, amri ya kichifu na kutaka uzungumze na unipe siri ya alama iliyopo mgongoni mwako. Damu ya chifu inalia usiku moto. Yaani wewe mwanaume, nimekuchoka. Kwa nini mwanaume gani? Jamani, shida nini tena? Si huyu mume wangu. Yaani jana kauza iliki na kokoa tena nyingi tu. Leo namwambia mume wangu nina shida hela mafuta, ananiambia sina hela. Anataka mimi ankapate wapi? Kaka, tatizo nini? Tatizo sijalipwa kaka. Kwani umeuzia wapi? Kuna jamaa hapo mbele kaja kapima mzigo, ameniambia pesa kesho kutwa. Kaka, mtaibiwa mpaka lini? Mbona jibu ni rahisi tu Sasa hivi viungo vyote tunamuuzia Dogoli viungo,
Yeye ndio utajiri wa kununua viungo, yaani kokoa, iliki, mdalasini, pilipili manga na karafuu, na kama kuna vingine ananunua pia. Afadhali shemeji, maana huyu mume wangu kila siku namwambia atafute mteja wa uhakika, yeye ana kazi kuuzia vibaka wa mtaani. Ndugu yangu, huyo mtu anapatikana wapi? Mbona ni rahisi, anapatikana hapa hapa Tuliani kwa Mapate pale, au unaweza kumpigia simu namba 0622441966. Watamawaka moyoni, maogo na nyasi kavita vya ndani, luamba yatikisika kwa siri za damu ya chifu, damu ya chifu, kila mmoja tata